Kwa kawaida sisi wanadamu hatuwezi kujizuia, sio rahisi kujizuia na kutumia fedha kikamilifu ili kupitia matumizi yetu tujikute tunafikia malengo yetu. Kwa hiyo bajeti inakuja kwa ajili ya kuregulate au kukusaidia uweze kutumia fedha kwa mpangilio mzuri ili mwisho wa siku uweze kutimiza malengo yako. Sasa bajeti ni sehemu nzuri sana katika eneo la fedha ambayo inakusaidia uweze kuitumia fedha yako vizuri. Umuhimu wa bajeti unatokana kwamba bajeti inadili na mambo makubwa matatu. Sehemu ya kwanza ni mahitaji ya lazima, yani basic needs, chakula, malazi, mavazi na mahitaji mengine ya msingi ambayo kimsingi usipoyapata hayo mahitaji maisha yako yanaweza yasikae vizuri kabisa. Eneo la pili inashughulika na mahitaji ya muhimu. Haya sio ya lazima, ni mahitaji ya muhimu ambayo pia ukiwa nayo katika maisha utaona kama maisha yako kweli yanaenda vizuri. Hii inahusisha mambo kama vacation, kwenda kuangalia movie, kwenda kwenye matembezi na mambo kama hayo. Na sehemu ya tatu ya bajeti inashughulika na akiba, uwekezaji pamoja na madeni. Kwa kufuata mtiririko huo wa matumizi ya fedha yako utajikuta unatumia fedha zako vizuri na mwisho wa siku unafikia malengo yako. Kumbuka, sio rahisi kuitumia fedha kwa mpangilio mzuri pasipokuwa na bajeti. Kwa maana hiyo ni kusema kwamba bajeti ndiyo msingi wa matumizi mazuri ya fedha yako. Unapokuwa na bajeti nzuri inayoendana na vipaumbele vyako, maana yake ni kwamba wewe ukiweza kuishi hiyo bajeti, maana yake tayari unaweza kutumia fedha zako na mwisho wa siku ukaweza kufikia malengo yako. Kumbuka, bajeti sio kwa ajili ya watu matajiri tu. Bajeti ni kwa kila mtu. Nimewahi kusema kuwa bajeti haitegemei kiasi fulani cha fedha, isipokuwa bajeti ni namna unavyoelekeza hata ile fedha ndogo iliyoko mkononi mwako iende ikafanye vitu fulani.